Hayo yamezungumzwa na maafisa usafirishaji mkoa wa Singida kama sehemu yao ya uzalendo katika nchi yao ya Tanzania, na hapa wanasema, lakini kama umekaa kizembe mtaani lazima utashawishika kufanya mambo ya ajabu. Tanzania yetu hii, watu wanatoka nchi za jirani wamegombana Kongo si wapi, tunawapokea kuja kuwahifadhi, wanakimbilia Tanzania, ni nchi ya amani. Alafu leo tunakuja Tanzania yetu tunataka tuichafue tena na sisi. Umuhimu wa amani mkubwa sana kwa taifa letu, na umuhimu wa amani mkubwa kwa kila mtu. Amani inamgusa kila mtu, haichagui. Mmechoma ofisi. Hiyo pesa inakwenda wapi? Hapana. Mkuu wangu wa wilaya, hapana. Kwa ni waombe kupitia hilo tu moja kwamba vipato vyetu sisi ni vipato vya chini na vipato ni vidogo vya kutumia kila siku tunapotoka na kuingia. Kwa ni waombe swala maandamano lisiwepo, na hilo linaleta athari kubwa katika familia zetu. Sio hivyo tu, linaleta maafa kwa ndugu zetu. Sisi umuhimu wetu wa kazi tunaifanya kwa sababu jambo la kwanza nilishasema hata kwanza, umuhimu wa kazi zetu tunaifanya kwanza, tunakuwa tuko huru. Unakuwa uko huru kabisa, uko vizuri. Alafu pili, tuna watu wanaotegemea nyuma kwa ajili ya sisi kupeleka riziki, watu wakala. Kwa hiyo ndio maana tunapigania sana maandamano kutokuwepo, kwa sababu maandamano yakiwepo mimi nitawekwa lockdown, sintotoka. Mimi bodaboda yote Tanzania anisikie, sisi huwa tubaki na hela. Sisi ukishapata hela jioni, umeenda kuweka mafuta au umepeleka mama mdogo, umemwachia kidogo, umepita kwa mkeo, umeiacha, ndio imeisha, kesho unatafuta nyingine. Ukitaka kuamini kama haya yanayozungumzwa yametoka moyoni, hebu tumwangazie kijana wetu huyu, dereva wa bodaboda kutoka Jineli mkoani hapa. Hapana. Tuache jamani, tuache. Turudishe amani yetu. Tumpe nafasi Mheshimiwa Rais, atatufanyia mambo mazuri, atatusikiliza tunachokitaka. Atatekeleza. Tumpe nafasi mama. Mama ana huruma. Mwenye uchungu ni mama, anaingia leba ni mama. Katika kuweza kushirikiana na serikali, mkuu wa wilaya Singida Godwin Gondwe naye alialikwa na kuwapongeza kwa kazi nzuri wanayoifanya. Lakini niwapongeze kwa kuniita kwenye jambo hili. Tumeyazungumza, kazi ilikuwa inaendelea, lakini akasema Mheshimiwa DC kaka Gondwe, njoo nataka tukwambie mambo yetu tukwambie. Na mimi nataka niwaambie mlioyazungumza nimeyapokea, na asanteni sana kwa akili kubwa, na washukuru sana. Mmezungumzia kwamba tuilinde amani yetu na mtaendelea kutoa ushirikiano kama ilivyokuwa katika ile tarehe 29.